Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia Pendo Matongo mwenye miaka 19 na Kumbuka Barafya mwenye miaka 22, wakulima na wakazi wa Mwembe Songo, kwa tuhuma za kumuua mtoto wao mchanga kutokana na madai ya mgogoro wa mapenzi, ambapo mwanaume alisisitiza kuwa mtoto si wake na kudai auawe ili mahusiano yao yaendelee. Akizungumza kuhusiana na tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amesema mauaji hayo yaligundulika Novemba 27 ya mwaka huu katika maeneo ya Mto Morogoro, mtaa wa Mchuma, kata ya Kichangani, katika manispaa ya Morogoro, baada ya maiti ya mtoto aliyezaliwa na miezi 7 ya ujauzito aitwaye Selina Kumbuka kupatikana ikiwa imetupwa na kutelekezwa. Kwa mujibu wa kamanda Mkama, taarifa za awali zilipokelewa Novemba 26 kutoka kwa wananchi wa mtaa wa Riverside Mwembe Songo, ambapo walieleza kuwa mtoto huyo hakuonekana tangu kuzaliwa. Kufuatia taarifa hizo, watuhumiwa walikamatwa na kuhojiwa kisha kuonyesha eneo walipotupa mwili wa mtoto huyo ambaye alidaiwa waliua kwa kuziba njia ya hewa. Vile Mkama amesema uchunguzi wa awali umebainisha kuwa chanzo cha tukio ni mgogoro wa kifamilia uliosukumwa na mashaka ya baba kutokuamini kama mtoto ni wake, hali iliyosababisha kufanya uamuzi huo wa kikatili. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata Pendo John Matongo mwenye umri wa miaka 19, mkulima na mkazi wa Mwembe Songo, na Kumbuka Walitaho Barafya mwenye umri wa miaka 22, huyu ni mkulima na mkazi wa Mwembe Songo, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wao mzaa. Hawa ni mtu na mpenzi au na mke wake. Tukio hilo limebainika Novemba 27 mwaka huu asubuhi katika eneo la Mto Morogoro, mtaa wa Mchuma, kata ya Kichangani, hii ni manispaa ya Morogoro, ambapo maiti ya mtoto mchanga aitwaye Selina Kumbuka ambaye alikuwa na wiki 3 na tangu azaliwe ilikutwa ikiwa imetupwa na kutelekezwa baada ya kuuawa na wawili hao. Ilivyo ni kwamba Novemba 26 mwaka huu asubuhi, raia wema wa mtaa wa Riverside kata ya Mwembe Songo, ambao kimsingi ndiko wanakoishi wawili hao, walitoa taarifa kuhusu mashaka yao ya kutoonekana mtoto ambaye alizaliwa kwa umri wa miezi 7 ya mimba, kwa maana mtoto alikuwa njiti. Kutokana na taarifa hizo, watuhumiwa walikamatwa na kusaidia kwa maana ya kuhojiwa na kuweza kuonyesha sehemu walipotupa mwili huo baada ya kuua kwa kumziba mfumo wa hewa. Awali walikuwa wanasema mtoto tu ametoweka, ameibiwa, hajulikani alipo, lakini wale watu wa taarifa waliamini kwamba huenda wakawa wamefanya tofauti na hivyo wanachokisema. Kwa hiyo chanzo cha tukio hilo tunaona ni mgogoro uliokuwepo wa kifamilia kati ya mwanaume ambaye aliamini kuwa yule mtoto si mwanae na kwamba ilikuwa ni mateso kwao kutokana na alizaliwa akiwa njiti, akiwa na umri wa miezi 7 tumboni. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwenye kumtunza na aliona kama ni sharti na mwio ngumu. Kwa hiyo basi alimpa shinikizo mke wake amuue ili waweze kuendelea na mapenzi yao wao wenyewe wawili. Kwa hiyo na walifanya hivyo na akawa ameuawa sasa. Na ndio taarifa zilizofika kituo cha polisi kwa sababu alikuwa haonekani yule mtoto. Kwa hiyo jeshi la polisi tunatoa shukrani kwa wananchi wema ambao kimsingi wametoa taarifa hizi zilizosaidia kufanikisha kufahamu kuhusiana na tukio hili. Ingawa tulishindwa kuokoa maisha ya mtoto, lakini angalau tumeuona mwili na kuweza kujua kwamba sasa tukio kwa uhalisia wake liko namna hiyo. Asante sana. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.